wote wanamwekea kifua. Kama sio wazinzi hao wote ni nani? Wote ni wazinzi waabudu fake. Nisikizeni ndugu zangu wapendwa, waimbaji wanaotetea viongozi wa kwaya, wahuni ndani ya kwaya, hao wote ni wahanga. Mungu ana biashara ya kutafuta waabuduo halisi. Wale waliona wivu. Ndio maana kipindi kile Phineas alipoona anakuja mtu na mchepuko wake kutoka kwa Midian, aliona ni ujinga huu. Watu tuko hapa tunaomboleza kwa sababu ya kubali Peori, halafu jamaa anakuja na mwanamke Midian kambi. Hakuambiwa na mtu yeyote wala kuitwa kwa wito. Alichukua mkuki, kimya akafatisha nyuma. Walikuta amelala mwanamke, amelala chali, mwanaume amelala juu. Alipitisha mkuki mwanzo mgongo kafika kwenye tumbo, kagusa tumbo lingine, kagusa kwenye mgongo, kaipaka kwenye ardhi. Hafunga anasema Phineas ametenda hasira yake. Alafu leo waimbaji wanatetea wahuni kwenye kwaya. Kama sio wahuni ni nani hao waimbaji? Kama sio wahuni ni watu gani hao ambao wanaamua kwenda kinyume na uongozi wa kanisa, kwaya iende kuimba na haina ruhusa ya kanisa? Halafu katika Agano Jipya ya Ufunuo sura ya 5 uliona mstari wa 9 hadi 14, mbinguni ni uhai wanne, mzee 24, jeshi la malaika wasiohesabiwa. Na vile walivyoimba, na waliimba nini? Na wakaitika amina, na wakasujudu. Kwa hiyo mchana wakati huo tulikuwa tunaona muziki ni ibada na ni zaidi ya sadaka. Tulipokuwa tunasoma ile Zaburi 69 31 ya kwamba kuimba nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu ni zaidi ya sadaka. Na nini maana yake? Tukalazimika kusoma Samueli ya kwanza 15 na ile aya 22. Utii ni bora kuliko dhabihu. Tukatembea kwenye Zaburi ya 55 aya 15 na aya 17. Tukatembea sana kwenye Zaburi 77 na vile ambavyo wimbo unafanya kwa anayeimba, na anapoimba anaimba nini mpaka anadharau yale anayopitia, kwa sababu anaimba kinachokuza Mungu alivyo mkuu. Halafu anafahamu udhaifu wangu, halafu anaishia sifa kwa Mungu maisha yake yote. Njia ya Bwana i katika utakatifu. Kwa hiyo iko matendo ya Mungu ya ukombozi. Sehemu hii ya pili inaenda kutusaidia kujua tunafikiaje hapo. Inaenda kutusaidia ndani, tusoma aya za Biblia vile Mungu anavyoeleza anawezaje kufikia hapo anaabudu. Anawezaje kufikia hapo anaabudu wakati hata hali anayoishi sio rafiki kwake, alafu bado anaabudu? Anawezaje kufikia hapo? Kwamba ibada yake kwa Mungu haibadilishwi na mazingira. Anafikiaje hapo? Tuliona tu kwamba anajua, anaimba utendaji wa Mungu, sifa zake, hata kama si kwamba amefanywa yeye, lakini zimeandikwa, anazielewa. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, kesho
Kesho tutaingia zaidi sasa kufanya muziki sasa. Kesho bado itakuwa ni sehemu ambayo inahusiana na mwanadamu. Sasa yuko kwenye stage sasa, anafanyaje? Kesho tutatembea huko, tutaona katika Biblia, alafu tutaangalia maandiko ya N.G. White anavyozungumza. Tusome tena Nyakati ya Pili sura ya 29 aya ya 30. Biblia inasema hivi, Nasema tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi na ya Asafu mwonaji. na soma kama una uhai vile, Wakaimba sifa kwa furaha. unasoma gazeti fulani. Mambo ya Nyakati wa Pili 29 aya 30 anasema hivi. Msoma sasa kama vile unajua neno la Mungu li hai. Tena Hezekia mfalme wa wakuu wakawaamuru Walawi Ndio wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi. Wanaimba nini? Na Sifa. Angalia vizuri, wanaimba sifa, maneno ya Daudi. Na nani mwingine? na ya Asafu mwonaji. Nabii Asafu. Wakaimba sifa kwa furaha. Wale waimbaji wakaimba zile sifa na wakaimba kwa furaha, Wakainama vichwa, wakainamisha kichwa, wakaabudu. Sasa hicho ndicho tulichoona pia wakati ule kwenye Ufunuo. Muziki ni ibada. Hakuna mahali unaona kuna hotuba ilitolewa. Watu waliinamisha vichwa vyao wakaabudu, lakini ni wimbo. Kwenye Ufunuo pia tuliona hakuna aliyetoa neno halafu ndipo waseme amina waabudu. Kwani wimbo? Kwa hivyo unaiona hapo. Kesho ndio tutakuja kupitia vizuri kuona, kwa sababu tutakapoingia kwenye music performance, uwepo sasa una hudumu kwa njia hiyo. Lakini leo nataka uone kwamba hakuna hotuba, lakini wanaishia, unaona kichwa, wanamisha nyuso zao, alafu wanaabudu. Tutarudi tena kesho kwenye hizo aya tutakapokuwa tunaingia sasa, tuwaone hao walivyofanya, mpaka ukiona imeandikwa ni nini, sababu lazima yameandikwa yatufundishe. Saa nyingine watu wanasema sasa tunaimbaje, nyinyi mnatuzuia hiki na hiki? Ni maswali ya kwamba tu hatusomi Biblia basi. Lakini ukirudi kwenye Biblia unakuta walivyokuwa wakiimba. Kwa hiyo tutakuja kuona siku ya kesho. Ila waliinamisha nyuso zao wakaabudu. Baada ya kuona hiyo aya, kama waliabudu, Yesu alisema ikifuatacho. Nenda Injili ya Yohana sura ya 4 aya 23 na 24. Maana ikiwa Agano la Kale unaona wanaabudu na Agano Jipya unaona wanaabudu na ni wimbo, tunataka kuona kama waliabudu nini kilitokea mpaka wanajikuta katika ibada hivyo. Hebu soma. Yesu alisema neno hili Yohana 4:23 na 24. Nasema lakini saa inakuja, nayo sasa ipo sasa hivi, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Waabuduo nini? Halisi. Kwa maana wanamwabudu Baba katika mambo ngapi? Mawili. Moja,
pili kweli. kweli. Yaani kama hiyo ibada haitakuwa na mambo haya, anasema ni waabudu fake. Hapa nilikuwa nazungumza na mwanamke Msamaria. Anamwambia, saa inakuja mama, unisadiki. Na sasa hivi ipo waabudu halisi wanakuaga na mambo mawili, roho na kweli. Alisia hiyo wala asikie. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao. Yaani Mungu yuko kwenye biashara ya kutafuta watu kama hao wa Mungu. Hao wenye hizo sifa mbili. 24 Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ukisema waabudu mjambo, huyo mtu anatachukulia hivi, tunamwabudu tuko katika roho na nini? Na kweli. Na kweli. Anatuchukulia chanya hivi. Unajua sio neno dogo sana kusema tunaenda kumwabudu Mungu katika nyumba ya ibada. Sio jambo dogo kusema kwenye familia tuna ibada ya asubuhi, ya mchana, ya jioni. Ni maneno haya ni rahisi kuyazoea sana. Ila ukisema niko kwenye ibada, unahusisha vitu viwili ya mambo mawili, roho na kweli. Ile neno ambalo imetafsiriwa roho inaitwa pneuma, ambalo mtu akipata shida ya kupumua anasema ana pneumonia. Neno la Kiunani pneuma. Talieleza vizuri itakapokuwa nasikiliza Biblia tusaidie kufahamu. Alafu ile kweli inaitwa aletheia. Na unajua aletheia tunakuja kuangalia kesho ni jina la Mungu. Nikuja kushangaa siku moja sema Yesu anatumia kweli. Amekuja ili aishuhudie kweli aletheia. Alafu Pilato anauliza, kweli ni nini? Siku ile kwenye ile mahakama ile. Alafu Yesu akujibu hilo swali. Naona anajikosha sana. Maswali mengine sio lazima ujibu wakati anajua nini. Alikaa kimya. Yeye alimwambia tangu sasa utaona mwanadamu akija. Ilimshtua. Chai iliisha tumboni. Unajua ukisoma vizuri alafu unasoma unasikiliza, unaweza ukamwona Pilato kabisa. Kama ni papasi, alifungwa papasi. Ile kesa ilikuwa mchezo. Kwa hiyo anasema Mungu anawatafuta waabuduo halisi. Na waabuduo halisi wana roho na kweli. Leo wanaitaja pale watu wanakimbilia Roho Mtakatifu. Najua ni rahisi kwenda pale. Roho Mtakatifu tutaangalia Biblia inavyoeleza hiyo neno pneuma lina nini, maana lina maana mtambuka ziko kama karibu 8, lakini mojawapo ni upepo, ni hewa, ni inayojumuisha uhai na maisha ya kimwili na ya kiroho. Kitovu cha kinachofanya aitwe mtu mwenye kuhusiana na aliyemuumba. Sio tu anakuwa hai kama anakuwa hai, lakini anakuwa hai kwa sababu ameunganika na chimbuko la uhai. Pneuma na aletheia, ambayo kweli maana yake hapa inaenda moja kwa moja kwenye akili. Kiingereza wanatumia neno understanding, ambayo inamaanisha akili, the
mind, akili. Sasa hivi ni vitu gani anavyosema Yesu? Ili tuvifahamu, twende kwenye Marko, maana amevifafanua Yesu mwenyewe katika maeneo manne. Haya maeneo manne ndio yako kwenye haya mawili aliyotaja kwenye Injili ya Yohana. Kwenye Marko ameyafafanua, ina mambo manne. Hapa ametaja katika makundi yake makubwa mawili, roho na kweli. Kwenye Marko sura ile ya 12 aya 28 hadi 30 ananyambulisha yanakuwa manne. Nafikiri nashukuru katika kutusaidia kuweza kufahamu na kusoma pale. Na mmojawapo wa waandishi akafika, akasikiliza wakisemezana naye. Ndio. Akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu, ya kwanza ndiyo hii. Sikiliza sasa vizuri hapo. Sikia, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Ni mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Moja, moyo wako wote. Mbili, na kwa roho yako yote. Roho yako yote. Tatu, na kwa akili zako zote. Akili zako zote. Nne, na kwa nguvu zako zote. Mtu akienda kwa hayo manne, ameingia kwenye yale mawili, roho na kweli. Na nitaeleza kidogo kuna tofauti anayoitaja hapa, kwa sababu Kiswahili ukisoma hapa roho na hapa roho, kwenye ile Yohana anapotumia roho ni tofauti na ile iliyotumika hapa roho. Kwenye kidogo usikiliza tofauti. Kwanza amesema mpende Bwana Mungu wako. Kwa nini kwanza? Kwa moyo. Moyo. Wayunani wanaita kardia. Yale maneno unayosikia cardiology. Yes. Cardiologist. Daktari wa moyo wa mwanadamu. Ni neno la Kiunani cardio. Kwa hiyo anayesoma moyo anaitwa cardiologist. Sasa hii cardia ni nini? Kwa sababu wale wanasoma wanaosukuma damu. Lakini sio wanaozungumza hapo. Wamechukua sehemu mojawapo ya moyo ni nini? Lakini sio hiyo. Wayunani Waebrania wanaita the valve. Moyo. Kwa hiyo kusoma linda sana moyo wako, asema unaosukuma damu. Hamna. Kwa hiyo wale wamechukua sehemu mojawapo ya maana hilo neno, anayesoma na bado anashughulika na mambo ya moyo anaitwa hivyo cardiologist huyo, anashughulika na matatizo ya moyo. Cardios ina nini maana yake? Cardios inashughulika physical and spiritual life, maisha ya kiroho na ya kimwili. Cardios, moyo. Ndio maana unaposikia moyo kisema huyu ana moyo mbaya, wanazungumza pale maisha ya kimwili physical na ya kiroho. Alafu anakuja anasema na kwa roho, anatahama kutoka kwenye revav kwa Kiebrania ama cardios, anatumia neno suke, ambapo kwenye Yohana hajatumia suke, ametumia neno nyuma kwenye Injili ya Yohana sura ya 4. Kwa hiyo ni vizuri ujue kwa nini ametaja nyuma afu ametumia neno suke. Kwa Kiswahili wametafsiri tu roho. Kwa hiyo anaposema waabudu Mungu waabudu katika roho, kwenye Yohana sura ya 4 limetafsiriwa ni roho, lakini neno la Kiyunani linalotumika pale ni pneuma, breath, life. Huku mpende Bwana Mungu wako kwa suke, ambayo kwa Kiebrania inaitwa ruach. Hii suke inamaanisha nini? Hii ni hali ya kiroho kuhusu Mungu, mwelekeo wako kuhusu Mungu, hali ya kiroho. Ndio ile ambayo inajenga uhusiano wa kimahusiano na yeye.
Ile ya kwanza inashughulika maisha ya kimwili, maisha ya kiroho. Hapa kwenye hili neno linakuingiza moja kwa moja katika uhusiano wako. Weka mapenzi yako, weka matashi yako, weka kila kitu ambacho unapenda, kenye mapendo, kenye mapenzi, kenye nini, roho. Ndio neno linalotumika pale. Ukisema mimi nampenda Mungu, yaani unaelekea huko. Matashi yako, mapenzi yako, matamanio yako, roho. Sasa hii ukichukua hilo neno kadios, ukachukua na neno hili suke, ndio haya mawili haya ndio ambayo utayapata kwa ile neno lilotumika nyuma. Mungu anatafuta waabudu halisi, wanaoabudu katika roho, sio tena hili lilotumika, lakini hili na yote hayo mawili. Wewe mtu anapoweka moyo pamoja na roho, hilo ndio neno linalotumika moja tu katika Injili ya Yohana. Waabudu halisi wanaabudu katika roho numa. Ndio uhai wao, ndio kila kitu kwao. Kwa hiyo ndio analitumia pale. Lakini haya mawili yanakuja kwenye upande wa ukweli. Angalia kweli anapotaja. Moja, moyo; mbili, roho; tatu, akili. Hilo neno akili pale tumia nous. Nous ambayo ndio wanatafsiri kwa Kiingereza mind, understanding, intelligence. Yaani ni ile eneo ambalo kama mwenye wote mko hapa na mimi, ukisema unajifunza kitu natumia nous, akili, uelewa. Kwa hiyo ikiwa kuna kitu ukifundishwa unaelewa, nous. Wewe umejua kwamba wanavaa nguo safi, ni kwa sababu ya akili. Ikiharibika hilo na kula kwenye majalala, unaokota makopo. Wanaoshangani wenye akili. Wasio na akili imeharibika, hakuna lolote. Ndio inayotufanya tofauti na wanyama, kwamba tunaweza tukavaa nguo na tunaweza tukafanya hiki na kile. Ni akili, nous. Hapo ni sehemu ya ufahamu, sehemu ya maarifa yote yanaingia, na hapo ndipo maamuzi yanafanyikia. Decision making inatokana na maarifa nayokuwa nayo. Unaposoma kule kwa Hosea, watu wangu wanaangamia kosa maarifa. Maana yake akili haina mlo, haina lishe. Kwa hiyo hawezi kumpakulia mtu kumfanyia maamuzi mazuri, maana hana maarifa, hajui. Kwa hiyo ndio maana anakula hiki, anadhani ni chakula, kwa sababu hana maarifa. Hana maarifa. Hii semina, siku zote semina inalenga hapo kwenye akili. Maana maarifa yakija, sasa akili inaanza kukuletea vitu ambavyo ni facts, kweli. Ukweli ni huu, kanuni ni hii, hiki ndicho kinamaanisha hiki, kinamaanisha hiki. Ndipo Mungu anasema chagueni, nimekuwekea uzima na mauti, baraka na nini. Sasa unaweza ukafanya uchaguzi kwa sababu una maarifa. Semina zinalenga kutoa maarifa. Na siku zote wengine wanasema hayo ni ya kwao, wale wasiotenda. Wanadhani ukishasikia tena anayewajibika ni aliyeseminisha. Usijiroge. Yaani hiki unachosikia hapa, Yesu amesema sikuja kuhukumu nini. Unafahamu alivyosema hapo? Unajua ni Yohana 10 na ngapi? Si Yohana 12. Kama nitakuwa nakumbuka vizuri. Yohana 12 kwenye, hebu soma haya 46 mpaka 48. Kwa hiyo mtu akisema mimi basi ni ya kwao, na baadhi ya viongozi wenzangu, walimu wa kwaya, wakishafika anasema hayo unajua tuende nayo tu pole. Unajua ndio alisema, lakini umefika Yohana 12 aya 46 hadi 48. Usikie anapozungumza pale. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Ndio. Na mtu akiyasikia maneno yangu alafu asiyashike. Ndio. Mimi simhukumu. Hawezi kuhukumiwa na Yesu. Maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, bali ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataaye mimi, ndio
asiyeyakubali maneno yangu, ndio amhukumuye neno hili, hilo neno ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Sasa hapa tunaanza kusoma kutoka bila vituo. Umetafuna hapo, hakuna nini wala hakuna nini ili utupoteze, si ndio? Maana ukishasoma vibaya tu unataka aim kupoteza. Alafu Ibilisi atakufurahia sana kwamba amekutumia vizuri leo. Hebu soma hiyo mstari wa 48 leo. Soma tena rafiki. Anasema hivi, yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hili nililonena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Unasikia hiyo habari? Yaani nyinyi ambao tumehudhuria semina hapa, ukifanya kinyume na alichonena, usifikiri kuna mtu atakuja ashughulike na wewe. Hilo neno litakuhukumu siku ya mwisho. Kwa mimi huwa nikisikia mtu anasema ameondoka, si tunaenda ya kwetu, amejiroga tu. Kama yalikuwa maneno ya huyo mchungaji ama mseminishaji, kwa kweli ameondoka nayo. Ila kama alizungumza ya Yesu, wewe utakutana nayo siku yake. Na kuna maeneo ambapo semina zinafanyika, tukitoka watu wanafanya ya kwao. Na bahati mbaya wengine hata waimbaji hawawashauri hao viongozi na kuambia tutaendelea namna hiyo. Na nyinyi mnadhani mtakuwa mmefaulu. Ama neno unalolisikia litahukumu siku ya mwisho. Kweli haijawahi kushindwa hata siku moja. Mtu akipelekwa gerezani huwa kweli imeshinda. Hata kama ukimpeleka gerezani. Yaani ukimpeleka kaburini huko watu wanabaki, nenda uangalie vizuri siku Yesu amekata roho. Alafu uone wale waliotaka afe hawakulala. Lakini amekufa. Yaani nenda uangalie vizuri atutengeneza zote uone siku Yesu amekufa msalabani hawakulala. Barasa sema na Sanhedrin hawakulala, usingizi ukoje. Lakini amekufa, ni Tanzania sasa wafanye sherehe hiki na kile. Ndipo pressure ilipanda kama maziwa kwenye sufuria. Usicheze na kweli. Kweli kitu cha ajabu sana. Haizimwi, haifunikwi, haifanyi chochote. Hakuna mtu anaweza kushinda kweli. Kwa hiyo Mungu anatuletea kweli, anapatia maarifa ili tusiangamie. Ila kama tutaendelea kufanya kinyume, maana yake kweli itashuhudia. Kwa hiyo anaeleza hii akili nous. Unaona kwa Kiingereza understanding ama the mind. Ni eneo ambalo ndipo linapima mambo, linaweka vitu kwenye balance, kwenye mzani. Inakueleza hivi, faida yake ni hii, hiki ni hiki, hiki ni kile. Ndipo maamuzi tunakofanyia ni kwenye ubongo, cerebral cortex. Na ndio unaangalia, ndio muhuri unawekwa pia pale kwenye paji la uso. Sio kwamba utachorwa hapa, lakini ndio maeneo ya kufanya maamuzi kwa yale. Kwa hivyo anaeleza mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote. Maana yake kwa yale maarifa ambayo Mungu ameyafunua kwako, yatii yote. Mtu anapotii huo ukweli, huyo ndiye anampenda nani? Mungu. Na mnakumbuka tulikuwa tunasoma utii ni bora kuliko dhabihu. Maana yake kutii, huyo anampenda Mungu. Huyo ndiye anampenda. Kumbuka tunafuatilia nini maana ya waabuduo halisi. Maana inaonekana muziki ni ibada, na tunaona kweli tulioangalia Agano Jipya wanaishia kusujudu, kuabudu. Agano la Kale wakati wa Hezekia na wanaishia kuabudu. Na kama wanaabudu, anasema Mungu anashughulika na kutafuta waabuduo halisi. Wana mambo mawili, wana roho na kweli. Alafu ndipo inakuja neno nguvu, iskos. Ambayo ile neno nguvu ndio watu wanaona kama ni force peke yake. Sikiliza. Ile neno kwa nguvu inamaanisha muchness, wingi ama abundance. Sio ukiona abundance ama muchness ndipo watu wanasema, maana maneno yanayotaja nguvu yako ya Kiyunani kama 6.
lakini iliyotumika pale ni iskos, ambayo inamaanisha unampenda Bwana Mungu kwa wingi. Imefanyikaje wingi? Kwa sababu nguvu inayotumika ndio inaleta kuwa wingi. Amen. Haya mawili ya nguvu pamoja na akili ndio iko kwenye upande wa ukweli, sababu kweli ambayo iko pale iskos pamoja na hiyo nusu pale, ndipo sasa unaona huyu anaitwa kweli. Nina mnaposema ameitetea kweli, itetee kweli duniani. Huwezi kutetea bila strength. Yes. Nguvu iko na huwezi kuitetea bila understanding, uelewa. Kwa hiyo Paulo anaandika walipomjua Mungu hawakumtii. Kwenye ile Warumi sura ya kwanza, Mungu akawaacha wanajua ukweli, alafu wanachagua kutokutii ukweli. Lakini unapotii ukweli sio jambo rahisi, kwa sababu utakutana ukinzani. Ndio maana inakuja kuna force, energy, kuna strength ambayo kwayo katika ibada unapotii lile neno inatumika hiyo strength ambayo ni kwa nguvu zako. Na ndio anayetumia aletheia. Na kesho Bwana kutujalia nitakueleza ujue kwamba hiyo ni jina la Mungu, kwa nini anaitwa kweli. Hivyo ndicho unachokiona hapo. Kwa hiyo Mungu anatafuta watu hao wanaabudu katika roho na nini na kweli. Kwa hiyo kama ni roho, maana yake moyo uko hapo, roho iko hapo, kwa maana yale maneno mawili yanayofufunwa kwenye Marko ambayo kwa hakika amechukua kwenye Waebrania. Yesu akataja sura ya Waebrania kwenye ile Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na ule mstari wa 5, ndio alikuwa ananukuu pale. Pende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Hiyo ni Waebrania na neno ya Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Kwa hiyo Yesu alikuwa ananukuu, hiyo ndio amri iliyokuu na ya kwanza, yaani mwitikio wako kwa upande wa Mungu unachota maeneo yote hayo manne. Kwa hiyo na maana yake ni wewe mzima mzima, kuna kinachobaki. Hao ni waabudu halisi ambao jumla kitu kinachofanya aonekane mzima ni nini? Anapotii. Ukitii, Paulo anatumia lugha moja kwenye Warumi 12, anasema itoeni miili yenu iwe sadaka iliyo hai, ya ndio ibada yenu ya kumpendeza nani? Analeta, yaani chukua, jiweke juu ya madhabahu, weka kuni, choma moto, unaungua mpaka unakwisha. Yaani utii unakuweka kwenye madhabahu, unasema nifanye unavyotaka, hapa ndipo utasimamia. Amen. Hao ndio waabudu halisi. Ufahamu wao wewe wapo, uko hapo na kila kitu kiko pale. Kwa hiyo anaeleza hivyo. Na kwa nini anahitaji chote hicho? Zaburi 47. Zaburi 47, fungua hapo na usome aya ya 7. Zaburi 47, soma. Nasema hivi, aya 7 anasemaje? Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Ndio mfalme wa dunia yote huyo Mungu. Imbeni kwa akili. Imbeni kwa akili. Weka maarifa kwenye uimbaji. Leta maarifa. Yaani kwa sababu unayemwimbia huyo sio mtu wa kawaida, wala sio rais wa jamhuri. Ni nani wa mataifa mangapi? Amesema ni nani huyo? Amen. Leta akili, usijizime data kwenye uimbaji. Usijizime data. Hauimbii viongozi wa kanisa pale, uko kwenye serious business. Leta akili kwenye uimbaji wako. Kama akili haipo, kesho. Ndio maana usipoleta akili utakuwa mgumu kuliko jiwe, mpagani kweli kweli, kafiri, lakini katika nyumba ya ibada anayehudumu katika kuimba. Na ndio maana unaona kwa nini waimbaji wengi ni vichwa ngumu, walipochomoa akili. Watu wanajiuliza kwa nini anaimbaji huyo na anafanya sanaa kwenye kwaya, lazima data. Anaimba kitu gani? Anakuja Yesu huyu, unaweza kuimba Yesu anakuja mara ya pili, what?
watu waitikie amina, halafu anatoka pale anafanya zinaa. Anawezaje? Na kanisa likimgusa, kwaya yote inakuwa kama nyuki kwenye mzinga, wote wanamwekea kifua. Kama sio wazinzi hao wote ni nani? Wote ni wazinzi, waabudu fake. Nisikilizeni ndugu zangu wapendwa, waimbaji wanaotetea viongozi wa kwaya, wahuni ndani ya kwaya, hao wote ni wahanga. Mungu anakubiashara ya kutafuta waabuduo halisi, wale waliona wivu. Ndio maana kipindi kile Phineas alipoona anakuja mtu na mchepuko wake kutoka kwa Midian, aliona ni ujinga huu. Watu tuko hapa tunaomboleza kwa sababu ya kubali Peori, halafu jamaa anakuja na mwanamke Midian kamili. Hakuambiwa na mtu yeyote wala kuitwa kwa wito. Alichukua mkuki kimya, akafatisha nyuma. Walikuta amelala mwanamke, amelala chali, mwanaume amelala juu. Alipitisha mkuki mwanzo mgongo kaka kwenye tumbo, kagusa tumbo lingine, kagusa kwenye mgongo, kaipaka kwenye ardhi. Hafunga anasema Phineas ametenda hasira yake. Alafu leo waimbaji wanatetea wahuni kwenye kwaya. Kama sio wahuni ni nani hao waimbaji? Kama sio wahuni ni watu gani hao ambao wanaamua kwenda kinyume na uongozi wa kanisa? Kwaya iende kuimba na haina ruhusa ya kanisa, halafu bado wanaenda irekodi kwaya bila baraza na kanisa. Kwa hela ipi? Kwa sababu wanaenda hao na waimbaji wanakubali bila kanisa kusema. Kama hao sio wahuni ni nani? Hooligans in the church. Tuna wahuni wengi leo wanaoimba wakawa ya kanisa. Hapo kulikuwa kuna waimbaji ambao waseme no, hatuwezi kutoka hapa kwenda panda mbili bila idhini ya kanisa. Na sio kwamba wajui taratibu ya kanisa, lakini wanafanya siri. Unawashangaa kwa panda mbili. Natoa mfano tu, eti hao ndio waimbaji. Mungu anatafuta waabuduo halisi. Amina. Ukisikia kanisa linasumuliwa na waimbaji, ujua hapa hakuna, ni waimbaji feki. Bumba, hakuna hata ngano. Bumba. Ukiona wabishana kule wanaimba, wamevaa vinguo vichupi, halafu wanasema eti wanaimba. Hawa feki hao. Na kiongozi wa mavazi wa kwaya hakuna chochote anafanya, ni mbwa wasiobweka. Halafu eti kwaya na mzee wa kwaya, mzee wa kimila huyo. Watu wanatoka hapa nje, watu wanafumba macho, maumbo yote yamechorwa mpaka makao makuu ya Tanzania Dodoma unaiona. Halafu eti wako mbele wanaimba Yesu anakuja. Hawa feki. Hapo Biblia inataja watu wajistiri kwa mavazi ya adabu na ucha Mungu. Wanaimba nini hawa? Hawa wangenyamazishwa wakae kimya, maana si waabudu halisi hawa. Na kanisa lina uongozi, lina wazee, lina mimi mchungaji, lakini hatuwezi kufanya chochote. Kwa nini? Mimi sielewi. Yanakuwa ya mchungaji Sema na wengine, ngoja yao ya kwetu. Lakini tutavuna tunachopata. Kana sema wewe ni mfalme wa dunia yote na tuimbe kwa. Kasema uimbaji wetu leta kweli. Korinto ya kwanza sura ya 14. Kuna kitu ambacho Paulo alikuwa anazungumza hapa, akaenda mpaka kule kusaidia tu kuelewa. Soma aya ya 5 mpaka aya ya 15. Hebu soma. Ingawa nilitaka aya ya 15 lakini anzia aya ya 5 ili wajue ni nini alikuwa anazungumza hapa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Isipokuwa amefasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwe.
Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini? Nisipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, inapotoa sauti, ikiwa ni filimbi, kama ni filimbi, ikiwa ni kinubi, kama ni kinanda, visipotoa sauti zilizo na tofauti, kama hazitoe tofauti za kupambanusha sauti hizo, itatambulikaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Tutaelewa hicho kichoko cha kinachopiga mlio hicho ni nini maana yake. Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Nani atajifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile lililonenwa litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Yamkini ziko sauti za dhana nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Ndio. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, itakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye. Naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Atakuwa pia kwake mjinga kwake pia. Vivyo hivyo na ninyi, na sisi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Kwa ajili ya kujenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Maana nikiomba kwa lugha, ndio roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Ana anazungumza mtu anapoomba aombe katika roho, lakini aombe pia katika nini? Katika akili. Manake usizungumze maneno ambayo hata ujui ni nini unayazungumza mbele za Mungu. Rudisha akili unapoomba. Halafu akasema pia nitaimba kwa roho, na nitaimba kwa nini pia? Kwa akili pia. Kwa hiyo ukitaka kuona kwamba akili zimechomoka, wewe nenda kwenye ukumbi wa harusi. Alafu waona hao wanao kwenye ukumbi hapo, ndio unajua wote akili washakaziacha nje ya geti. Wewe unaona wapi muziki? Yaani ni twiga tu ndio aliyeumbwa anatembea mguu kwa mkono. Ni twiga. Mwanadamu akienda wa kushoto, mguu wa kulia ndio uko wapi? Akipeleka kushoto, wa kulia unarudi wapi? Hivyo. Lakini ile ujue muziki tunaoimba ni fake. Mpaka Waadventista ambao wanaitwa Wasabato hawa, ukiona wana maji wameadvance, unaona wanaenda hivi. Yaani amebadilika kutoka mwanadamu kwa twiga. Na akipiga kona, anakuja kona ya ajabu sana. Ili ujue lazima huo muziki wanaoimba sio ule wenye akili. Hapo hana akili kabisa, hana akili. Na tunajificha kwenye vazi la machi. Ile ni yaani ndio unaona kabisa. Vituko vyote viko pale. Na nyimbo zetu nyingi ni hizo za kudensi. Swala tu nani analianzisha. Ndio maana akishaimba hapo kwenye makambi, watu wanafikiri wana celebrate, wanasherehekea, unashangaa wanatokea kule. Hapo wako wanaimba, tayari wengine wamesharuka kule. Sasa unashindwa kujua hapo wanafanyaje? Kama muziki ni ibada, rudisha akili. Hawa hawawezi kuitikia amina, ila watasomea amina. Lazima wasomee. Kwa sababu ya muziki. Wanaoimba wameshajitoa ufahamu. Anasema kama kwenye kuomba, tupige magoti tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Anasema mtu anaomba kwa roho na kwa akili. Anayetamka na anayesikia ajue ni kitu gani hicho. Ndivyo hivyo pia kwenye kuimba.
akili haipo, eti ninaimba katika roho. Hamna. Wakolosai 3:16. Kwa sababu katika wimbo kama akili isipokuwepo pale, hamna lolote itakalotokea kwa hao wanaosikiliza na hao tunaoimba. Wakolosai 3:16. Neno la Kristo na likae kwa wingi. Sasa angalia, neno la Kristo linakaa kwa wingi. Na linakaaje kwa wingi? Sikiliza vizuri. Ndani yenu katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana. Hilo neno linafundisha na linaonya. Angalia linaonyaje? 1. Zaburi 2. Na nyimbo 3. Na tenzi za roho 4. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Yale maneno yote yaliyotajwa pale, anasema hilo ni neno la Mungu. Kwa hiyo mtu anapoimba, anaimba neno na linakaa kwa wingi na linafundisha na linaonya. Ndio maana anasema leta akili, kwa sababu tunaimba neno. Waimbaji ni wahubiri, sio kitu kingine. Na kwenye kuhubiri pale ndio wanaoleta maonyo ya neno la nani? La Bwana. Ndio maana watuzi wengi wa nyimbo siku hizi hakuna nyimbo zenye kuonya. Yaani ni neema ya Mungu. Mungu anatupenda. Neema zake ni za ajabu. Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Yaani tafuta nyimbo zinazofundisha na zinazoonya. Na tupishani watusi wa nyimbo na sisi wahubiri. Mahubiri yetu tumesheheni na hayo. Mungu anatupenda. Hata ukitereza Mungu yupo. Siku hizi dhambi ni udhaifu, halafu dhambi ni kutereza na kukafirika. Hayo ndio tunayohubiri sisi. Na waimbaji wahubiri wenzetu nao watusi wa nyimbo nao wanatunga hivyo. Wewe angalia nyimbo zetu tunazoimba, kaangalia jumla ya nyimbo unazo muone kama kuna nyimbo za kuonya. Ujumbe wa kuonya, muangalie zile nyimbo muone. Nyimbo zinazofundisha kwamba watu wamekosea, inarekebisha mafundisho yanayorekebisha watu warudi kwenye uelewa, na zinazoonya, zinazokemea tabia mbaya za uovu. Hizo nyimbo leo hazipo. Halafu nategemea kwamba kanisa litamuona Kristo liitikia amina na tuabudu. Hamna. Tusiporudi kwenye utaratibu, kwa sababu nyimbo ni neno la Bwana, na nyimbo ndizo maandiko yanasema neno la Mungu linakaa kwa wingi. Yaani ukitaka neno likae kwa wingi kwenye akili za waumini, lilete kwa njia ya nyimbo. Nilisoma Waisraeli kutoka nchi ya Misri kuingia nchi ya Kanaani, safari nzima ilikuwa imetanda na nyimbo, na anaeleza Elijuete ya kwamba ndio ilikuwa njia rahisi ya kuhifadhi kweli katika mioyo ya wana wa Israeli kupitia nyimbo. Hata hiyo Kumbukumbu la Torati, wakati Musa anaandika, asema andika huu wimbo ambao ina maonyo, ina nini, kabla Musa hajakwea mlimani na kwenda kufa. Ulikuwa ni wimbo aliouandika ambao unarejelea Torati ya Bwana, mapenzi yake, maonyo yake na kila kitu, shuhuda zake, wimbo. Niimbe pendo lako. Amkale, karibu tuongoze kwa wimbo huu.
nipe